tunapaswa tuwe na taifa ambalo linadumisha amani na utulivu na mshikamano, kama vile ambavyo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasisitiza. Na sisi viongozi wa dini tunaweka mkazo kwamba watu waweze kuokoka na waweze kumtumikia Mungu, na zaidi ya sana wajielekeze kwenye huduma ya kumtumikia Mungu, waje makanisani, wajifunze neno la Mungu, na baadaye waweze kuifundisha jamii. Tuwe na jamii nzuri inayoketi pamoja na inayosikiliza mahitaji mbalimbali. Ukiokoka na kuachana na mambo mbalimbali kama vile ulevi, uzinzi, uasherati, mambo ya uongo yanayofanyika, kupelekea wakati mwingine tunakoswa amani. Kuna makanisa yanalia kwa ajili ya kukoswa amani, mataifa yanalia, amani haipo. Na hii chanzo chake ni nini? Ni uvunjifu wa amani, watu wanapokengeuka na kutenda dhambi, mambo ambayo yaliyo ni mabaya. Sisi kama watu wa kiroho, wachungaji, viongozi wa dini na viongozi wa serikali, tunaungana kwa pamoja kualika mwaliko wa wote tuje pamoja ili tuweze kujenga mambo ambayo yanatuhusu sisi. Baada ya kusema hivyo, nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya siku ya leo. Ninapozungumza nizungumzie habari ya kikundi cha Negro Choir. Negro Choir wamepata wazo zuri la kuja pamoja. Leo tumepata kikao cha pamoja. Kama kiongozi wao niwapongeze kwa sababu neno la Mungu linasema katika ile Zaburi ya 133 mstari wa kwanza ule kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Hii ni maana yake ni nini? Mkikaa pamoja mnapata jicho la kuyaona mahitaji ambayo yanawahusu. Kuhudumu katika kiroho kwa njia ya uimbaji ni swala tu la moja tu ambalo ukisikia mtu anahubiri injili ni kumuona Mungu, ni kutengeneza njia ya watu yaliyoko ya duniani. Si unajua kama mwisho wa mtu akifariki hesabu zake zimekamilika, yafuatayo ni mengine kabisa ambayo tayari hesabu zake zitahesabiwa. Kama alikuwa mwovu basi ataenda motoni na mwingine atarisi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo njia moja hapa ya kuanzisha kikundi cha Negro ni kuwasaidia watu wamuone Mungu. Vijana wanayo nguvu kama maandiko yanavyosema. Sasa ule mwingine si mambo gani, maandamano na vitu vingine, hayo ni upotevu tu ambao sasa sisi kama kikundi hapa tunawahitaji watu kama miongoni wakiwemo na wale wana majina mbalimbali ya uovu wanaowafanya. Sisi njia moja tu katika kikundi cha Negro ni kuwafundisha watu yaliyo mema, lakini pia taifa ni letu. Kwa vyovyote vile lazima tulilinde taifa kama sisi, iwe isiwe, tutakaoangamia ni sisi. Kwa hiyo yote na yote, kabla ya kuja Mungu tutaangamia sisi kama ambao tunalikalia taifa. Watu waache maovu, waje kwa Mungu. Ni moja ya malengo ambayo tulijiwekea, lakini pia sio tu kwa ajili ya vijana, pia kwa ajili ya rika zote. Watakaosikiliza nyimbo hizi watabarikiwa sana. Lakini pia lengo kubwa kabisa lingine ni kuhakikisha kwamba tunatoa vijana ambao sio tegemezi kwenye timu. Tunataka kuhakikisha kila kijana anakuwa na uwezo wa kujikwamua kwa hali ya maisha, kibiashara, kimaisha ya kiroho na kumjua Mungu zaidi. Tunapomleta kijana kuja kuwa pamoja na sisi katika kumtumikia Mungu, huwa tunamtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano, tunapohitaji kijana awe miongoni mwetu, kuna namna tunamwezesha. Tunaweza tukampa chochote kitu kwa ajili ya kama mtaji. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655
300 Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tuma Mghamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.